Sports Club inakwenda kukutana na mbabe wa soka la Tanzania, Yanga Africans. Unaposema mbabe unakosea. Yanga sio mbabe. Mbabe sasa hivi. Kwanza namba moja inabidi Maema aongezwe mkataba. Maema goli alilofunga leo ni magoli ya Kiulaya. Na hisi ndio itakuwa goli bora katika mashindano haya. Hii mechi ya leo Maema amecheza na tunamuomba mechi ya Jumatano Maema aanze. Tuna kitu tumekiona. Na kuna kitu kingine kimeongezeka leo, inabidi Mpanzu acheze dakika 90. Libasi atoke pembeni na Ura atoke pembeni and then Chama aanzie juu. Kwa sababu kuna kitu tumeona kwamba kuna kasi imeongezeka baada ya Mpanzu kucheza dakika 90. Hii inatuonyesha kwamba Simba kuna kitu kimekuwa kikubwa zaidi, hasa upande wa winga. Leo Libasi hajacheza, kacheza Ura baada ya kuingia. Lakini tumeona Maema kuna kitu amekiongeza, yakicheza yeye na Chama kunakuwa na muunganiko mkubwa sana. Na hii imesababisha ushindi mkubwa leo kupatikana. Na Simba ilikuwa na kasi kubwa mno. Kwa hiyo mimi ningetamani siku ya Jumatano Simba hii wakina Maema aanze hiyo mechi pamoja na Chama pamoja na Elim Panzu ili Yanga wafe mapema mpaka dakika 10 iwe Yanga tayari ishafungwa. Ndio kitu ambacho tunakiomba siku ya Jumatano. Hilo unaona linawezekana dakika 10 Yanga afungwe? Yeah, kwa sababu ukiangalia mechi iliyopita mpaka dakika 8 Diara alikuwa ameshatoa michomo kama 6 ambayo ilikuwa ni magoli. Kwa hiyo tunaitamani siku ya Jumatano hao waanze ili Yanga tuweze kuwasulubisha mapema zaidi. Ili mpaka dakika 45 zinaisha Simba toto ishapata goli 2. Ndio kipindi cha pili tuweze kumaliza goli moja la Libase, Simba achukua ubingwa. Kwa sababu ubingwa sasa hivi unaonekana kwamba Simba anaweza kuchukua makombe yote kwa kasi tuliyoona siku ya leo. Mechi ya leo moja dhidi ya Mlandege, timu ambayo kidogo sio daraja kubwa, daraja la kati. Inakufanya uamini unamfunga Young Africans ambaye wewe mchungaji unalalamikia ubora wao kila dabi zinavyopita. Nilivyoangalia hawa Mlandege hawana tofauti sana na Yanga leo kwenye mashindano haya. Yanga ilikuwa zamani, Yanga sio hii unayoiona leo. Yanga inaishi kwa nguvu ya washabiki pamoja na uongozi uliopo, lakini kusema Yanga wachezaji kwanza usajili mwingi sana wamefeli. Tofauti na sisi. Kinachotokea Yanga bado wana ile spirit ya kuambiana uwanjani tucheze mechi. Spirit ya kuambiana uwanjani tucheze mechi tofauti na Simba. Simba ina wachezaji hasa. Ndio maana unaangalia dakika za mwisho hapo timu inazidiwa mpaka unaona kabisa Simba anahitaji hata goli 4-5. Ila wenyewe wameamua sasa hivi wataki kufunga, walichokipata ndio hicho, watunze image kwa ajili ya mechi ya Jumatano. Lakini ukweli tuseme ukweli. Simba inatisha sasa hivi Afrika Mashariki. Simba inatisha Afrika Mashariki hasa kwa wachezaji ambao wameongezwa na mwalimu. Mwalimu kuna kitu kakiongeza nyewe mjaona pale. Mbegu sasa hivi inaonekana kwamba ni beki wa siku nyingi sana. Lakini ni mchezaji ambaye kacheza katika mashindano haya muungano. Na inaonekana kwamba yeye anaelewana zaidi Mbegu pamoja na nani? Na Dirok. Pale nyuma wanacheza vizuri kuliko hata mchezaji aliyekuepo kabla hapo ambaye ni Toure. Leo wanacheza afu anajituma mipira yote ya juu anacheza, ya chini anacheza. Kwa hiyo leo mimi nampa kongole zake sana Mbegu. Kaonyesha kwamba ni beki wa aina gani. Ni beki ambaye anakuja lakini tunazina kwa Simba Sports Club pamoja na taifa la Tanzania. Performance ya Clatous Chota Chama assist 2 umeiona? Wala hiyo sio kuuliza. Chama tunachosikitika kwamba wa kumwachia Urisi hayupo. Ndio hicho tunachoumia. Kwamba kumwachia Urisi Chama hayupo Tanzania. Sababu Chama anakuja ana kitu kipya. Kila siku ana kitu kipya. Leo kuna kitu kaonyesha kipya. Anadondoka kama adondoki, wanamshika kama wamshiki, anaingia kwenye boksi, anatoa assist watu wanafunga. Yaani haya ndio mambo ambayo tulikuwa tunahamisa sana kutokuwepo kwa Chama. Hii ndio inadhihirisha kwamba ukubwa wa Chama. Chama anaondoka, ninachosikitika. Urisi atamwachia nani ambaye atatufaa kama Chama? Chama umri umeenda, lakini kutokana na aina anavyocheza, bado tunaona kama Chama ni kama mchezaji wa miaka 18. Jinsi anavyojituma, jinsi anavyocheza, assist anavyotulia ndani ya boksi, ni mchezaji ambaye ndani ya Simba ni nguzo kubwa sana. Alivyoingia tu mpira umebadilika. Sio yeye tu, hata Maema. Nimeona jinsi gani mwalimu anamngania Maema aendelee kuwepo ndani ya Simba. Maema ana mambo mengi sana lakini anakuofa kitu kikubwa sana. Hii sio mechi ya kwanza kutuofa. Magoli yake anayofunga yanakuwa ni magoli ya mfano. Kwa hiyo Maema inabidi aongezewe mkataba ndani ya Simba Sports Club. Mpanzu ni mchezaji, inaonyesha jinsi gani tulimuongezea mkataba. Mpanzu anastahili sasa hivi kucheza dakika 90. Mikimbio yake akicheza na Chama pamoja na Maema, Simba inakuwa ina kasi zaidi. Alafu Simba inakuwa inatisha pale juu. Ni mipira kufika pale juu tu, Simba inakuwa na kasi zaidi. Leo tumemwona Libasa hajacheza. Lakini je, siku ya Jumatano Libasa akicheza, Yanga wana uwezo wa kuvumilia dakika 90? Kama Libasa alicheza safari ile iliyopita, Shabalala akawa anatembelea mikono. Je, kwa kasi hii ya sasa hivi tulioiona, je, Yanga wanaweza kuvumilia dakika 90 beki yao? Baa zaidi ikiwa Jobu hayupo. Kwa sababu Jobu ndio kwa na clear zile nafasi za mwisho. Jobu hayupo, kwa hiyo kazi kubwa atamwachia captain. Captain nani atamwachia Afande. Afande ukimwangalia kwa mechi kama hizi lazima atatoa kadi nyekundu. Nyekundu itakuwepo na penalty itakuwepo kwa kasi. Lakini Jobu anatumia akili nyingi akiwa ndani ya box tofauti na wao waliopo. Kwa hiyo hata huyu beki
Huyu beki kutoka Ivory Coast wanamuita Asink, sio Asink. Hana utulivu kama utulivu alionao Jobu. Kwa hiyo mimi nastahili siku ya Jumatano penalty zinaweza kuwa nyingi, Simba anaweza kuvuna magoli mengi zaidi. Hiki ndio kipindi cha Simba kwenda kumdhalilisha Yanga. Hatutapata kipindi kingine zaidi. Anamdhalilisha vipi performance ya jana ya Alan Okello dhidi ya Azam? Okello ni aina ya wachezaji ambao wamekuja wamefeli Tanzania. Nyewe mjaelewa kitu kimoja. Aina ya Okello ni wachezaji ambao wamefeli. Mchezaji ambaye ni hatari ndani ya Yanga Afrika ni mtu ambaye anaitwa Mdathiri. Mdathiri ni hatari zaidi. Yaani yule akicheza ndio hofu kubwa mimi nakuwa nayo muda wote. Mdathiri anacheza eneo lote la uwanja. Alafu achoke ndani ya dakika 90. Lakini Okello yeye mpaka umletee pasi. Sasa akikutana na mabeki kama hawa Simba hawezi kwenda kokote. Kwa hiyo siku ya Jumatano mimi nategemea Simba kuweza kuchukua ubingwa wa kwanza wa msimu huu, msimu wa kwanza kuchukua kombe la Jamhuri. Yanga Afrika Jumatano tunachukua ubingwa. Ubingwa tunachukua. Hata mtu akaniambia niweke nyumba naweka nyumba. Ubingwa Simba anachukua Jumatano. Mambo mechi zapelekwa wapi? Lakini kwa ujumla Simba hii hakuna mtu anaweza kuizuia sasa hivi kwa Afrika Mashariki. Cha kusema utamfunga Yanga unakipata wapi ikiwa anakufunga? Mechi ya kwanza Yanga Afrika wamefungwa goli, mwamuzi kakataa. Mwichu kamfuata mwamuzi Lazimeni kaambia mbona unakataa goli zuri? Kasema mimi sijaona. Mwichu kamwambia kabisa bwana mbona goli zuri unakataa? Kakataa goli la wazi siku ile. Mbaya zaidi siku ile Yanga alizidiwa. Hata Yanga anajua kwamba mechi ile Yanga alizidiwa, waliomba mpira uishe. Sasa tunarudiana uwanja ule. Umeelewa? Uwanja ule ambao uwanja huo tumemwacha leo asicheze Libase kwa ajili ya shughuli moja tu ya kuweza kumfunga Diara. Mbaya zaidi sasa hivi sema ni mwalimu kitendo cha kwenda KMC kuangalia Yanga. Kila mechi sasa hivi anatupia. Kila mechi anaocheza mwalimu. Kajifunza kwa Dube maana. Sio kajifunza. Kuna kazi tulimtuma aende nayo pale akafanye. Na kafanya ile kazi kaimaliza. Kwa hiyo kila mechi sasa hivi anatupia. Kwa hiyo mechi ya Jumatano tena mwalimu Diara ana kazi kubwa sana kumzuia mwalimu siku ya Jumatano. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba anaenda kujisafisha makosa yake. Ndio mechi ya kwanza Simba anaenda kushinda kuchukua ubingwa wa muungano kwa kupitia Zanzibar. Mbaya zaidi ni kwamba au nzuri zaidi ni kwamba ndio tutakuwa na ubingwa wa kwanza kwa Simba baada ya miaka 5. Hatujapata ubingwa wote. Ndio ubingwa wa kwanza. Hizo kufungwa hazipo. Nisikize maneno yangu. Mimi kama tunafungwa mimi nakwambiaga kwamba mechi itakuwa ngumu. Mechi hiyo sio ngumu. Mechi hiyo akishokutwa Simba wenyewe tu. Ni kujikadiria tu. Kwa sababu hapo tutajikadiria hapo goli 2 goli 3. Alafu Meja Samuyo tutawaambia Yanga tuwafunge ngapi kwa sababu wamekuja wenyewe nyumbani. Kwa sababu pale nyumbani. Pale Yanga kucheza bila siku zote kucheza bila usembe hawezi. Siku zote Yanga kucheza chukuchuku hawezi. Kwa hiyo sasa pale Meja Samuyo chukuchuku lazima Yanga acheze chukuchuku hana jinsi. Ni mechi ambayo tunategemea Simba kuchukua ubingwa wa muungano na ubingwa wa ligi kuu pamoja na FA. Kwa kuanzia tunaanza kuwafunga mechi ya Jumatano. Shukrani sana. Asante sana na Mungu aibariki Simba Sports Club.